ikaayo mbinguni, wala sio kiumbe ambaye inaweza ikakaa duniani, maana dunia haiwezi kumtoshea na mbingu haiwezi kumtoshea, maana yeye ndio ameviumba vyote. Sema amina. Na Biblia inatuambia ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu, aliumba mbingu na nchi. Kwa hivyo kabla ya mbingu kuumbwa, ile ambayo umekuwa ukidhania kwenye tradition yote ya kwamba Mungu ameweza kukaa pale, Biblia inasema yeye aliumba hiyo mbingu. Haleluya. There was a time hiyo mbingu ambayo unasemanga Mungu wako mbinguni haikuwepo. And there was a time hiyo dunia ambayo Mungu alitengeneza haikuwepo pia. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu akaifanya mbingu, akaifanya na dunia. Kwa hivyo Mungu kuna sehemu alikuwa, maana mbingu haingemtoshea. Mwenye kutengeneza sehemu, hiyo sehemu haiwezi kumtoshea. Sema amina. Mungu alitengeneza mbingu kwa ajili ya viumbe fulani, akatengeneza dunia kwa ajili ya viumbe vinavyoitwa wanadamu pamoja na wanyama. Sema amina. Lakini leo hii nataka kufundisha habari ya kitu kinaitwa Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni nani? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisema nimejazwa Roho Mtakatifu wa Mungu, nataka kujazwa Roho Mtakatifu wa Mungu, lakini kuna kitu kimoja ambayo watu hawajawahi kujua. Leo hii ukimketisha mtu umwambie vizuri, can you explain to me what is the Holy Spirit? A very few number will be able to explain. Sema amen. Watu wachache ndio wakaweza kuelezea kiundani, kinaga ubaga. Wanasema kwa Waswahili kinaga ubaga, yaani kiundani, kwa uwazi na kwa mapana na kwa marefu. Watu wachache ndio wanaweza kumwelezea Roho Mtakatifu wa Mungu ni nani. Leo hii nimeingia katika verse 2 ya Biblia kutoka katika Mwanzo. Mimi nakuanga mwalimu wa kufundisha verse moja tena naenda verse nyingine. Leo tuko kwenye verse ya pili ambayo iko katika Biblia yako. Fungua Genesis mlango wake ni wa kwanza mstari ule wa pili, tusikie na kwamba Musa aliandika nini katika siku hizo aliposafirishwa akawekwa katika ulimwengu wa kuelezea kwamba Mungu ni nani, kuelezea mwanzo wa binadamu, mwanzo wa malaika, mwanzo wa uhusiano wa Mungu na binadamu. Mwanzo wa Mungu na binadamu kuwepo ulikuwa umeanzia wapi? Musa alipelekwa akaanza kufundishwa. Maana watu wengi saa hii wanakaa na hawajui kwa nini Mungu alisababisha binadamu wakawa. What is the reason? Kwa nini tunateseka duniani na ni Mungu alitaka tukuje duniani? Kwani Mungu alipenda kutengeneza viumbe vya kuitesa tu? Kwani ni raha ya Mungu viumbe kuteseka tu? Ni raha ya Mungu? Leo nataka nikufundishe kwa utaratibu. Basi wacha nisome. Akasema, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Sema amina. Huyu Roho wa Mungu aliyekuwa akitulia juu ya uso wa maji. Maana kuna vitu ambavyo nataka nikueleweshe hapa. Mbingu imeshatengenezwa sasa. Mungu ameshaumba mbingu na ameshaumba nchi. Alafu kwenye sehemu fulani Biblia inasema hiyo nchi ambayo ilitengenezwa ilikuwa ni ukiwa. Kwenye Biblia ya Kizungu inasema it was without form. Sema amina. Kitu ambacho haina form ni kitu ambayo haina umbile. Yaani kipo lakini haina umbile. Hauwezi kuielezea hii ni nini, maana haina umbile lake, bado haina design. It has not been given the shape. Haijapatiwa shape yake, haijapatiwa design yake, haijapatiwa sababu yake. If you don't know, if something does not have the form, you cannot know the purpose of that thing.
until something receives its form. Hapo ndio utajua purpose ya hiyo kitu ilikuwa ni nini. Kabla ya hizi mbao kushikanishwa, haungejua kama mtengenezaji anataka kuifanya ikuwe spika. Lakini wakati ambapo alianza kuleta screw baada ya nyingine, akaanza kuipatia kitu kinaitwa form, akaanza kuitengenezea design. Hapo ndipo ukaanza kupata picha ya kwamba mtu huyu anataka kutengeneza spika. Sema amina. Sasa Biblia inasema baada ya Mungu kuitengeneza mbingu na nchi, watu ambao walikuwa wakiangalia nchi wanasema haikuwa na design, haikuwa na form. Musa anasema aliporejeshwa, akarejeshwa mwanzo. Yaani Mungu alirewind video ndani ya macho ya Musa, ikakuwa rewinded, akaonyeshwa hiyo siku nilipoanza kutengeneza dunia, dunia ilikuwa namna hii. Musa akasema nikaona kitu ambayo haina form. Musa akasema mimi nikaona kitu ambayo haina mwelekeo, nikaona kitu ambayo haina design, nikaona kitu ambayo haina shape, haina figure, haieleweki nini, haieleweki inatakikana ifanyiwe nini, haieleweki ni kwa sababu gani imekuwa pale. When something does not have a form, it is not understood ni kwa nini inatengenezwa. Why and the purpose and the reason. Hallelujah. They are unknown kwa sababu haina form. Biblia inasema dunia ilikuwa haina form. It was without form. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa ameketi akaangalia wakati Mungu ameshatengeneza lile tope. Ukienda kwa mfinyanzi, anapotengeneza tope, anapoipiga kuinua na kuipigisha chini, huwezi ukaelewa ni nini anataka kutengeneza. Lakini ile saa ataichukua kwa mikono yake, aanze kuchukua maji, aanze kuizungusha, aanze kutengeneza. Hapo utajua anataka kutengeneza sufuria, anataka kutengeneza kikombe, ama anataka kutengeneza kijiko. Haleluya. Kwa hivyo tuseme kwa mfano, dunia ilikuwa ni kijitope tu ambayo ilikuwa haina form. Binadamu hajakuja kwenye picha. Hakuna milima, hakuna climate, hakuna environment, hakuna hii kitu tunaita leo hii climate. Hakukuwa na chochote ambayo ilikuwa present in existence, maana bado dunia ilikuwa haina form. Sema amina. Biblia inasema dunia ilipokuwa bila shape, Mungu mwenyewe akaanza, and Elohim have got no explanation because it can change into anything. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu alikuwa tayari, yeye alikuwa kwenye mawazo yake ameshatengeneza. Sasa watu wengi wanaweza niuliza, kwa nini basi pale mbele Biblia inasema Mungu aliumba mbingu na nchi? Mbona hapa kwa mahali ya pili inasemekana kwamba nchi ni ukiwa, ni kitu ambacho haina figa, haina shape, haina mwelekeo, haina bado chochote ambacho kinaonekana kitakuwa nini? Sasa mimi ninawaambia watu, wakati inasema kwamba Mungu aliumba, hapo bado ilikuwa an idea. When it speaks about God created, he was talking about an idea. Then after an idea, it is now to come and apply the idea iweze kumanifest physically, uweze kuona hiyo kitu. Sema amina. Haleluya. Biblia inasema Roho wa Mungu akatulia juu ya maji. Sasa huyu Roho wa Mungu ndio nataka nikufundishe leo kinaga ubaga kwa uwazi kwamba huyu Roho wa Mungu ni nani. Maana huyu Roho wa Mungu yupo. Mungu amekuwepo, ameshatengeneza idea. Idea imeshatokea kwenye macho yake, imeshatokea kwenye akili ya Mungu, kama Mungu ana akili. Maana hatujui, lakini tayari idea ilikuwa imeshakuwepo ya kwamba dunia itakuja kutengenezwa. Biblia inasema na kulikuwa na kitu kilikuwa kinaitwa vilindi vya maji. Kulikuwa na kitu wakati hiyo ambayo Musa aliiona, ilikuwa ikiitwa vilindi vya maji. Kwa hivyo maji hatujaelezewa iliumbwa wakati gani.
Na ndio maana ndio siri hiyo, na kuja siku moja niwafundishe kwa nini Yesu alisema watu wabatizwe kwa kuingizwa ndani ya maji na kutolewa. Maana hii maji ilikuwepo kabla ya vitu vyote kuwepo. Roho wa Bwana alikuwa ameenea juu ya yale maji. Roho wa Bwana ni nini? Maana huyu Roho wa Bwana ndio alipatia kila kitu form, ndio alipatia kila kitu, ndio aliondoa ukiwa, ndio alipatia mwelekeo dunia, ndio ilisema ya kwamba hapa panastahili mlima, hapa panastahili mto, hapa hatutaweka mto, maana kuna siku itakuja kukaa town itaitwa Kitengela. Hiyo ilikuwa inajulikana, sio kitu ambayo ni bahati mbaya. Sema amen. Huyo Roho wa Mungu nataka nikufundishe kwamba yeye ni nani. Haleluya. Because siku ile utamjua Roho Mtakatifu wa Mungu, chochote ambacho haina form kwenye maisha yako ataipatia form. It is the Holy Spirit of God that gives formless things forms. Chochote ambacho haina mwelekeo, ile kitu ambayo haina maumbile, ni Roho wa Mungu anaipea maumbile. Maana Roho wa Mungu alikuwa juu ya maji wakati dunia haina maumbile yake, wakati dunia ni ukiwa, haina design yake, haina shape yake. Hapo ndipo Roho wa Mungu akaanza sasa kupokea ile idea za Mungu kuifanyisha kazi. Sema amen. Kwa hivyo Roho wa Mungu in simple terms ni nani? Tukifika mahali hapa, Roho wa Mungu ni hekima iliyofichika ya Mungu. Ukisikia mtu anasema nimejazwa Roho Mtakatifu wa Mungu, hajui anasema nini. Hiyo ni kumaanisha hekima iliyofichika ya Mungu imekuja juu yako, ikaingia ndani yako. Maana ni katika hekima ndio dunia iliumbwa. Tunaelewana? Dunia iliumbwa kwa hekima ya Mungu. Dunia iliumbwa kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo dunia iliumbwa kwa kutumia nini? Kwa hekima ya Mungu. Kwa hivyo Roho wa Mungu ni nini? Roho wa Mungu ni hekima iliyofichika ya Mungu. The Spirit of God is the knowledge of God. So anybody who says I am filled by the Holy Spirit, utaijua kwa matendo yake akifanya vitu visivyoeleweka kwa macho ya binadamu. The Bible says, and the Spirit of the Lord came upon Jesus. Alipobatizwa, Roho wa Bwana yule aliyekuwa siku ya kwanza akaja juu yake. Ndio maana akiweka mikono kwa kipofu macho yake inaona. Kwa sababu roho ya uumbaji, hiyo hekima ya uumbaji ilikuja ndani yake, ilikuja juu ya Kristo. Biblia inasema ya kwamba Roho wa Mungu atakuja kuwafundisha. Akawaambia wanafunzi wake, ni vizuri mimi nikiondoka niende, maana nitakapoenda atakuja msaidizi atakayewafundisha yale ambayo mimi sikufanya nini? Sikuwafundisha. Kumaanisha Roho wa hekima atakuja juu yenu. Utakuwa unakaa unajua kwamba nikifanya 1 2 3 mambo yangu inanyoka. Vitu vyote havirekebishi kwa kutumia maombi, lakini maombi inahitajika kwa vitu vyote. Maombi haina suluhisho ya kila kitu, lakini ili suluhisho lipatikane maombi inahitajika. Lakini maombi haina suluhisho ya kila kitu. Ni hekima ndio iko na suluhisho ya kila kitu. Hata maombi inahitaji hekima. Lazima ujue maarifa ya jinsi unavyo conduct your prayer. When you are praying, you must know what you are telling God.
You must understand the knowledge of the sun. You must understand the knowledge of the moon. Maandiko inasema, Daudi akaandika akasema, jua haitakupiga mchana wala mwanamwezi haitakupiga usiku. Kwani jua inapiga mtu kwa namna gani? Kwani jua iko na mkono? Kwani jua iko na silaha ya kupiga mtu? How does the sun smite a man? How does the moon smite a man? Does the moon has a hand to smite? These are the spiritual, the hidden knowledges that are not revealed to the common man. You must live a certain realm and enter special realms to understand vitu kama hizo. How does the sun smite a man? When someone comes and asks you, pray for me, you understand ni mti gani ilitengeneza dawa ambayo imefanya mtu huyu akawa mgonjwa. Ukishajua kwamba hii ugonjwa imekuja kwa sababu ya uchawi, ama hii ugonjwa imekuja kwa sababu ya laana, hii ugonjwa imekuja kwa sababu kuna mtu amefungulia jini akaingia duniani akaleta ugonjwa huu juu ya mtu huyu. Mchawi ama anapoitwa mchawi ni kwamba haujafafanuliwa kiundani ni kwa nini ameitwa mchawi. Ameitwa mchawi maana ako na hekima, maarifa ya kishetani ya kufanya vitu fulani. Anajua nikishikanisha mti fulani, nishike nyayo ya miguu ya huyu, nitengeneze dawa, nikiamrisha hiyo miguu isiwahi kufanikiwa, itakuwa namna hiyo. Akienda katika uchawi, anaingizwa katika elimu ya kichawi. Uchawi ni elimu fulani ya giza ambayo iko katika dunia hii, ambayo kuna watu wameipata hiyo elimu. Ni bayana ya vitu vya kiroho ambavyo vimefichika kwa wanadamu, na inapiga Wakristo, inafanikiwa. Maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa niliyokuwa nayo dunia. Simple and clear. Yani very simple things. Very simple. Haina kung'ang'ana. Haina kitu rahisi sana maisha. Very simple. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa gani? Nikitengeneza hii chupa, nikishikanisha mmea fulani na mmea fulani, niifanyishe 1 2 3, itatengeneza chupa, na hiyo chupa itahifadhi maji, na nitaweza kuuza hiyo maji shilingi 30, na niweke mpesa kwa mfuko ninunue kitu nataka. Wamekosa maarifa. Just a very simple thing, simple calculation, simple mathematics. Yesu amekufa msalabani, ninaenda, miaka inaisha akiwa hajaona mabadiliko, kwa sababu kuna kitu ambacho hakiko ndani yake. When the Spirit of the Lord comes upon you, anapatia kila kitu fomu. Ulikuwa hauna fomu ya Kitengela. Unajua unapoingia Kitengela, kama haujui mtu yoyote, ni sawasawa na mtu ambaye ameingia kwenye dunia ambayo iko formless. Haina maumbile. Njia haina maumbile, haina barabara. Ili wewe kufanikiwa, ni lazima ukuwe na barabara ya kuendea kitu cha kukufanikisha. Kwani ndio wafundisha na magari. Mlielewe. Hauwezi ukala chakula kama haujui njia ya kukupeleka kwa hoteli. Kama haujui njia ya kukupeleka kwa hoteli ili upate chakula, hiyo ndio kukosa maumbile. Hiyo ndio ukiwa. Lakini utakapotengenezewa njia ya kukupeleka kwa hoteli,
Njaa wewe unataka pesa. Pesa unayotaka iko Kitengela. Hakuna mahali unatakana uende upate hiyo pesa. Iko hapa Kitengela. Iko Mlolongo mahali unakaa. Iko wapi? Iko kila mahali. Lakini ile kitu ambayo umekosa ni maarifa, hekima. Watu wangu wanaangalia, wakosa maarifa. Maarifa ndio hii. Chochote ambacho inakuja kwenye maisha yako, mwambie Mungu, show me the form. This thing has come. It is formless. I want a husband, but I am formless. I don't understand. I want a wife, but it is formless. I don't understand. I want to open and begin a business, but it does not have a form. Holy Spirit, knowledge of God, come and give me the form of this business. Come and give this business form. Hii biashara nataka kuianza. Siwezi nikaianza bila kukua na umbile lake, bila kukua na hekima ya design ya hii biashara. Roho wa Mungu, njoo unipee maarifa na ufahamu ya hii biashara ile nitaianza. I want to go to USA. I know many African dreams is to travel out of their country. It is possible. It is possible. There is no a desire that enters into your heart that lacks an ability for it to be accomplished. The only thing that it lacks, the knowledge of making it to be accomplished. And who has the knowledge to make it to be accomplished? The Holy Spirit of God. The Spirit of God knows the calculation of this earth from corner to corner because He made it. There is nothing that comes by a surprise. Nothing. The Illuminati who are on the earth, the God and the Holy Spirit knew that a time will come. There is a society that will be called Illuminati that will enter and invade the earth. Sema amen. God knew that you can be easily bewitched, but He is waiting for you. Biblia inasema katika Hosea mlango wake ni wa 4 mstari wa 4, anasema ya kwamba Efraimu ni mtoto mpumbavu, ni mtoto mjinga, maana siku yake ya kuzaliwa imefika, lakini Efraimu anakataa kujileta kwenye mlango wa kutoka, kwenye mlango wa kizazi. Siku ya kuzaliwa ni kazi ya Mungu. Siku ya wewe kulelewa katika tumbo ili ukamilike kukua binadamu ni kazi ya Mungu. Lakini siku ya wewe kutoka kwenye tumbo ya mama yako, hiyo ni kazi yako. Ni wewe ndio utajisukuma. Sema amen. Hiyo sio kazi ya Mungu. Hiyo ni kazi yako. Biblia inasema vizuri, Efraimu ni mtoto mpumbavu, ni mtoto mjinga, maana siku yake ya kuzaliwa imefika, lakini upumbavu wake inamfanya akatalie kwa tumbo ya mama yake. Hataki kujileta kwa tumbo ili atoke. Haleluya. Haleluya. Mambo kama haya yamefichika, lakini ukikaa hapa kwa hii kanisa na kufundulia vitu vingi. Biashara unayoitaka, Mungu ameshaleta hekima. Anakuambia ukiuza sweta zitaenda msimu huu wa baridi. Lakini wewe ni mtoto mpumbavu, unakataa kujileta kwenye mlango wa kuzaliwa. Unakataa kununua hizo sweta. Mungu ameleta 10,000, hiyo siku ndo unakula chapati. Kumbe 10,000 ilikuwa ya chapati, ilikuwa ni ya sweta. Wewe uanze sweta 2, uanze kuziuza. Mtoto mpumbavu amefika wakati wake wa kutoka kwenye tumbo, lakini anakatalia kutoka. Anataka kutoka. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simple
calculation, simple mathematics. Ulimwengu wa kiroho, kitu ambacho imegawanya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili ni uzi. Ni kama kauzi kadogo sana ambao huwezi niona, lakini kuikata hiyo uzi uvuke ndio shida. Hapo ndio kizaazaa iko. Kuikata uvuke uingie sasa, uelewe haya. Chochote kinakuja kwenye maisha yako. Unajua mimi ukinipata nikiomba unaweza shangaa, kwani huyu mtu anaomba aje? Kwa sababu ninajua siri. Mimi chochote ikikuja lazima niulize Mungu katika mwanzo, katika circle ya mwanzo, hii kitu inastahili kuja ama hii ni mtego ya shetani? Inapokuja ninauliza iko katika hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ilikuwa imeshaandaa hii maji niikunywe. Roho wa Mungu akiniambia hapana, hiyo maji sitaikunywa hata kama niko na kiu namna gani. Biblia inasema shetani akamtokea Yesu akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu. Alikuwa anajua ni mwana wa Mungu, si ati ajui. Si anamuuliza, kwani unaweza kama wewe ni pastor? Si ni kwa sababu nimejua wewe ni pastor. Sasa nataka kujaribu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hiyo jiwe iwe mkate. Lakini Kristo ako katika circle ya the beginning. Akajua hata kama tumbo ni ya chakula, si wakati wa kutengeneza mkate kwa jiwe. Not the time. Ndio mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. A simple word ikafanya njaa ikainama, njaa ikasujudu na ikaitika, ikaondoka. Na tujaambiwa kama alikula, aliendelea kumjaribu mpaka akashindwa kaenda. Lakini simple. Biblia inasema Yesu Kristo wakati ambapo mawimbi yametokea, akina Petero wanapiga nduru, tunakufa, tumeisha. Lakini Yesu wakakumbuka Yesu amelala. Wanamwamsha, wanamwambia, shall we perish? Wewe unalala, tunaisha. Yesu akatoka, akaangalia tu hivi upepo, akaipoint, hata hakusema word, na upepo ikatuli. Wakajiuliza, unasikia waliuliza maneno gani? Huyu ni nani ambaye hata upepo inamtii? Na Yesu Kristo akasema, mimi nitakuja nikufundishe majina kadhaa Yesu Kristo alikuwa anajiita. Alijiita mwana wa Adamu, kumaanisha mwana wa Adamu ana uwezo wa kuamrisha upepo na upepo ikatii. Maana upepo haikutengenezewa majini, upepo haikutengenezewa malaika, upepo ilitengenezewa mwanadamu. Kwa hivyo iko chini ya amri ya mwanadamu. Pesa haikutengenezewa malaika. Pastor Pedina. Pesa haikutengenezewa malaika. Pesa haikutengenezewa majini. Pesa haikutengenezewa mapepo. Mapepo haitumii pesa kwenye ulimwengu wao. Majini haitumii pesa kwenye ulimwengu wao. Malaika akina Gabrieli, they have got nothing to do with money. Pesa iko katika mamlaka ya binadamu. Mwana wa Adamu. Ikiwa Yesu alijiita mwana wa Adamu, ni kwa sababu alikuwa ananipatia ishara ya kwamba ndani yangu mimi kama mwana wa Adamu nina uwezo kama ile yeye ako nayo. Maana yeye ni mwana wa Adamu na mimi pia ni mwana. Tumetoka wote kwa Adamu. Sema amina. Lakini kitu ambacho kilimsaidia Yesu akajua kwamba mwana wa Adamu ana uwezo wa kutembea juu ya maji na asizame, ni ile Roho wa Mungu aliyekuja juu yake, ambaye nimekuambia ni hekima ya Mungu. Hekima ni kujua kitu cha kufanya. Huwezi ukajua ndani yake alikuwa akiongea neno gani kabla akanyange juu ya hiyo maji. Lakini Roho wa Mungu akikuja juu yako, atakuwa anakuambia hiyo neno ambalo unapaswa kuiongea na au katembea juu ya maji.
We only lack that. The whisper of the knowledge of God in you. That kind of a whisper. Hiyo mano anakunong'onezea, anakuambia fanya hivi. Hiyo ndio tunakosana. Hiyo. The moment you have that, hiyo upepo itatii. No demon will come around your circle. Hallelujah. Without the Spirit of God, the creation was not to be there. Could not exist. Haingekuwa. Lakini Roho wa Mungu, I thank God because of the presence of the Holy Spirit. Every time when you want to start your prayer, before you say Baba yetu uliye juu mbinguni, sema asante Roho Mtakatifu wa Mungu, mwenye uweza wa kunitambulisha ya kwamba nina Baba mbinguni. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Mimi nikiimba hiyo wimbo nikisema salama rohoni mwangu, I do understand word after word. Naielewa. Wakati Roho wa Mungu aliposhukisha hiyo wimbo akaweka ndani ya mtu aliyeimba, alikuwa anataka watu kama mimi nimuelewe salama rohoni mwangu, maana yuko ndani ya. Hauwezi ukasema Baba yetu uliye juu mbinguni, lakini hauna connection ya huyo Baba uliye juu mbinguni. He is not going to be a father. You cannot begin your prayer without speaking the knowledge of the beginning, who is the Holy Spirit of God. You cannot succeed in any business without beginning it with the knowledge of all the beginning, ambayo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Holy Spirit of God, I thank you because money comes out of a tree. Money comes out of the resources that are found on earth. Because I am on earth and you are also on earth, I want this money. I want this. I want peace. I want power to overcome the principalities of Kitengela. The principalities does not fear. The principalities does not fear your long prayers. The principalities are stopped by the Spirit of God. And you have known today that it is the knowledge of watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa kidogo, kila kitu inaenda sawa. Kidogo tu. Make a step and see the glory of God. Biblia inasema Musa akawaambia wana wa Israeli, tulieni, maana leo hii ndio mtaona ukuu wa Mungu ambaye hamjawahi kuiona. Musa ni binadamu kama wewe. A human. Unaweza ukasema Yesu yeye hakuzaliwa na mama na baba. Kwani Musa alizaliwa na mama na baba? Lakini aligawanya bahari. Elijah alikuwa binadamu kama, hata Yesu alitumia hii mifano. Akasema Elia alikuwa binadamu kama wewe na mimi, lakini akafanya mbingu ikakwama kunyesha mvua. That power ndio unataka. Sema amen. Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Hiyo nitakuja kukufundisha tena. Sasa leo nilikuwa nakufundisha Roho wa Mungu ni nani? The Spirit of God is the knowledge of God. And there is no anything that can come into your life if you don't associate the Holy Spirit with that thing. It will confuse you. Na itakuja kukua.
Sema Roho wa Mungu, sema Roho wa Mungu, ninakushukuru maana ni wewe ndiye hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu yote iko ndani yako. Hakuna kile usichojua mbinguni na duniani. Ninakuomba nikumbuke leo, nishikanishe na mema. Naweza kuwa sijui kesho itakujaje, lakini maana huko niko na matumaini ya kesho, niko na uhakika ya kesho. Tomorrow does not have a form, but because the Holy Spirit is there, He is going to give you a tomorrow a form. Your business might not be having a form, but because the Holy Spirit is present, today He will give it a form. Your future is not having a form. Umeshindwa kuitengeneza future yako. Mtu anakuuliza, what do you want to be 5 years to come? Uwezi muelezea, maana hakuna form. Lakini leo nakuombea Roho Mtakatifu wa Mungu aipatie form. Aipatie form your 5 years to come. Miaka 5 hautakuwa hapo hapo. Sio kwa sababu yangu, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Dunia haikuwepo, lakini ikakuwa, maana aliipea form, ikakuwa. Milima ambayo ipo leo aliifanya ikawa. Miti ambayo imetengeneza fedha, dhahabu, kila kitu yeye ndo alifanya ikawa, na anajua mahali ziko. Haleluya. Mimi ni mhubiri ambao sijazani watu vingi kwa kichwa. Mambo yangu yanakuwa kidogo fupi, lakini inakubalia macho yako kufunguka. Mungu akufungue macho leo. I want you to be alert in the spiritual things, that whenever you go, you can be able to detect the knowledge of God in everything you do. If you don't see the knowledge of God in whatever you want to do, don't do it. You meet a person kwenye maisha yako, even if he's a friend, if you don't detect the knowledge of God in that person, do not be friend of that person. Tena na yeye ende hata kama kuna pesa kiwango gani. Hallelujah. Yesu Kristo akasema, seek ye first the kingdom of God. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na haya mengine yote utaongezewa. Ni ufalme gani hiyo? Ni Holy Spirit, the knowledge of God. Alikuwa anamaanisha tafuteni kwanza hekima, tafuteni kwanza maarifa aliyoumba nayo dunia. Maana maarifa ikipatikana, sababu ya umbile ya kila kitu inapatikana. Sasa kama una maarifa kwa nini uliumbwa, ndugu yangu, hakuna kumwambia Mungu. Hakuna. Sasa kuongea kama mpira. Anaongea wewe kama mpira, anakupepeta kama mpira. Maana kwa nini? You don't know your purpose. Uliumbwa kwa ajili ya nini? Lakini utakapojua mimi niliumbwa kwa ajili ya kuhubiri, shetani akikuja unamwambia, unataka kuzuia mahubiri ambayo yanatakana kuhubiriwa next Sunday, anaenda mbio. Umejua purpose. Hallelujah. Sema amina. Umeumbwa kwa ajili ya watoto yatima. Shetani ajaribu kuja around, unamwambia unataka watoto yatima walale njaa, anaenda mbio. Anaenda mbio. Unamwambia, unaiambia pesa, wewe pesa, mimi niliumbwa mwanamke, na niliumbwa mwanamke kuzaa watoto, na kwa sababu nimezaa watoto wangu watalala njaa, maana nimetimiza purpose. Kwa hivyo wewe pesa unapaswa kutimiza. Mimi dunia niko ya saa hii ni dunia ambayo pesa ndio inatumika. Ningelikuwa dunia ya kubadilisha maharagwe na mahindi,
najua Mungu angenipea hiyo maharagwe na ningebadilisha na nipate hiyo mahindi watoto wangu. Lakini kwa sababu niko kwenye dunia ambayo ni pesa sasa inatumika, wewe pesa, ninakuamurisha mahali huko ukuje upatie watoto yangu chakula, na kuamurisha mahali huko uje upatie watoto wangu nguo, uje upatie watoto wangu kile wanataka. Sema amina. Ninawapenda kwa upendo wa Kristo. Ni wangapi wamepata kitu leo? Pigia Yesu makofi. Si utaniombea sana niishi miaka mingi ndio generation zijue ukweli, maana wakijua ukweli huu mambo yao inanyoroka, inaenda sawa. You just spot your purpose. Just a purpose. Mesha. Just a purpose. Unajichunguza, unajua kwamba mimi huwa ninaweza nikafungua biashara ya kubeba watu kuwapeleka Namanga mpaka Nairobi. Unamwambia Mungu, leta hiyo gari, niko na ujuzi ya kuende, leta hiyo gari, mimi nabebanga watu kutoka Namanga. I tell you the truth, if ukiomba in the line of purpose, hiyo kitu huwezi nyimwa. I'm 100% sure. Bora uiombe kwa purpose, ikiwa katikati ya. Ndio maana Yesu akasema itafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Sasa tafuta hiyo purpose. Ufalme wa Mungu ni will of God. The will of God is the spirit of God. The spirit of God is the knowledge of God. Vitu vitatu. Kaa nayo kuanzia leo. The kingdom of God. Number 1, the will of God. Number 2, the Holy Spirit. Number 3, the Holy Spirit is the one who is the knowledge of. Ndio Yesu wakati ambapo amejaribika akasema, God, if it is your will, acha hiki kikombe tu, lakini acha mapenzi yako itimie. Na akaambiwa mapenzi yangu ni msalaba. Anything that will come into your life, uiulize kwanza, are you in the will of God? Lakini sisi tulikuwa tunakulanga tu chakula. Mama, mimi tulikuwa tunapata chakula tunasema, baba ibariki chakula, wale hawana wapatie. Shetani anakutega wakati wote. Lakini nilipopata hii akili, mpaka naiuliza hiyo chakula, wewe mbegu kwa katika hii chakula, is it in the will of God? If it is in the will of God, I am eating you. Na ukatengeneze afya, utengeneze mahali panapaswa utengeneze. Umeletwa kwa ajili ya kutengeneza mwili wangu sehemu fulani, tengeneza, nipatie nguvu ya kufanya kitu fulani. Kwisha. Nikikosa pesa na yaongelesha hii mikono, naambia mikono, wewe kazi yako ilikuwa nini? What is your work? Nataka ufanye kazi yako wewe, mikono yako unaiongelesha. Naambia fanya kazi. I tell you, hiyo siku tu kazi inakuja. Sema amina. Lazima ujue kuongelesha. Unaiambia, kwani wewe uliletwa kufanya nini? Wewe ni picha. You're not a picture. Uliletwa kwa ajili ya kusudi fulani. Na leo hii lazima hiyo kusudi every day ukiamuka, omba maombi kama hiyo. Uone jioni yako venye itakaa. Sema amina. Haya, leo sitaombea watu. Tutaombea watu. Tunaombea watu mara moja kwa mwezi. Na hivyo ukiingia kwenye sako upate maombi, tutaomba. Ikikosekana tutaomba, tunasema Mungu ashukuriwe, si ndio? Sawa. Basi praise and worship wakuje warubatie wimbo mbili na wimbo moja ya kuabudu ili tuweze kufunga. Uwepo wako Bwana uwe nami, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana
Ombi langu Bwana, peke yangu sitaweza, nataka ujiombee, umwambie Mungu, uwepo wako uwe na mimi, nipatie hekima yako. Uwepo wa Mungu ni hekima ya Mungu. Mwambie Mungu, mimi leo kile ninachoomba tu, nikitoka hapa, uwepo wako uwe na mimi. Uwepo wako imebeba hekima yako. Nielekeze wiki hii, nionyeshe nayopaswa kuyafanya wiki hii ili nifanikiwe. Nirudishe kwenye njia ambayo itaniweka kwenye kusudi lako la kuniumba mimi. Mwambie Mungu majina yako. Mimi naitwa Lawrence Lemaia. Mimi naitwa Lawrence Lemaia. Wewe ulijua kwamba nitaitwa hivyo. Sijui kule mbinguni jina langu ni gani. Hiyo ni lile nilipewa na baba yangu na mama yangu. Lakini kuna ile jina ulinipea wewe, kulingana na namba, kulingana na code ya purpose ambayo ulinileta nayo duniani. Ninakuomba Mungu, nishikanishe na hiyo purpose. Connect me with that purpose. The reason I am suffering is because I am not connected to the purpose. Because the purpose makes me to live. It makes you to give me the protection. Because you are not protecting me, you are protecting the purpose. You are not feeding me, you are feeding the purpose. You are feeding the investment of your investment which is inside me. You are not just blessing me, you are just doing it because of the purpose. Connect me with the purpose, because when I'm connected with the purpose, the blessing will come automatically. Will come automatically. Wakati unaposikiliza wimbo huu, praise and worship, wanapoimba, just tell God that day. Mwambie tu Mungu, connect me with the purpose. Connect me with that purpose, because the purpose ndio inafanya wewe ulindwe. Bila hiyo purpose, hakika utaondoka duniani, utateseka duniani, maana haina ulinzi. Malaika wanafuata purpose. Hiyo purpose ndio wengi wanaitanga nyota. Hiyo ndio watu wengi wanaitanga nyota. Hakuna kitu kinaitwa nyota. Purpose ni the reason ya wewe kuumbwa. Hiyo ndio nyota. Hiyo ndio watu wengi wanasema ni nyota. Na hiyo ndio malaika wanafuatanga. Hiyo ndio majini wanatafuta. Hiyo ndio majini wanataka. Hiyo ndio mapepo wanajaribu kuivamia, kuiharibu. Hiyo ndio wanasababisha majini yakutese. Inasababisha mapepo yakutese. Inasababisha wachawi wakumulike kwa kufuate kila mahali. Hiyo purpose. Mwambie Roho wa Mungu, leo nikushikanishe na hiyo purpose. Maana nitalifanya mbingu yote iweze kuweka attention yake kwangu. Mwambie Mungu, wakati tunaposema ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Peke yangu sitaweza. Wacha uwepo wako uwe na mimi na uende na mimi. Musa akamwambia Mungu, kama hautaenda na sisi, hatutatoka hapa. Maana alijua hawawezi bila Mungu, hawawezi. Shoka radesha yako. Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana.